Asante. Nataka nizungumzie tena leo swala ambalo limeacha maumivu makubwa sana, swala kukatwa kichwa kwa mwanafunzi wa IFM James Temba. Ni kwa nini nataka nizungumze tena siku hii ya leo? Kitendo alichofanyiwa James Temba ni kitendo cha kinyama sana, kitendo ambacho binadamu yoyote hastahili kufanyiwa kitendo kama hicho. Na mpaka sasa tulitakiwa tuone kuna watu tayari wameshawajibika juu ya tukio hilo, au tuone au tusikie tayari taarifa za kina dhidi ya uchunguzi na watu waliohusika, chanzo cha tatizo hilo mpaka sasa ni nini. Lakini mpaka sasa jeshi la polisi siku ya jana wamesema tukio hilo limetokea tangu siku ya tarehe 30, na wamesema wanaendelea na uchunguzi. Sasa hatutegemei jipya kwenye jeshi la polisi dhidi ya uchunguzi. Walisema wanachunguza kifo cha MC Pilipili, mpaka sasa hawajatoa hiyo ripoti ya uchunguzi. Zaidi ya miezi 6 imepita. Walisema wanachunguza kifo cha mfanyabiashara wa Arusha Banjo, mpaka sasa zaidi ya miezi 2 imepita. Hakuna ripoti yoyote ya uchunguzi. Walisema wanachunguza kifo cha aliyekuwa mwanachama wa Chadema Alphonse Mawazo tangu mwaka 2015 mpaka leo. Hakuna ripoti yoyote ya uchunguzi. Walisema wanachunguza kifo cha Daniel David Rwena, mwanachama wa Chadema aliyeuawa kule Morogoro, zaidi ya miaka 7 mpaka sasa. Hakuna ripoti yoyote ya uchunguzi. Walisema wanachunguza kifo cha mwanafunzi Aquilini aliyouawa kwenye uchaguzi mdogo jimbo la Kinondoni, zaidi ya miaka 6. Hakuna ripoti yoyote ya uchunguzi. Zaidi ya miaka 6 hakuna ripoti yoyote ya uchunguzi ambayo jeshi la polisi limetoa. Sasa ndugu zangu wanafunzi wa IFM, James Temba ni mwanafunzi mwenzenu, mlisoma naye, kuna wakati mlipiga naye story na mlikuwa mnamfahamu James Temba kama mwanafunzi wa IFM. Leo mnasikia habari za James Temba ametekwa, amekatwa kichwa, mwili wake umepatikana kwenye mto Msimbazi. Nyie wanafunzi mmechukua hatua gani mpaka hivi sasa? Niwakumbushe tu, mwaka 2011 chuo cha IFM kuna wanafunzi 3 walibakwa. Wanafunzi waliandamana, kivuko cha feri hakikufanya kazi mpaka pale haki ya msingi ilipopatikana ya watuhumiwa kupatikana na kupelekwa mahakamani, ndio hali ya chuo cha IFM ikatulia. Leo mwenzenu amekatwa kichwa, umepatikana mwili. Mnafanya nini mpaka sasa? Je, mpo chuoni au mmeenda kwenye bonde la mto Msimbazi kutafuta kichwa cha mwanafunzi mwenzenu? Mtaaga nini? Mnaenda kuaga nini? Binadamu tunampa ishara ya mwisho kwa kuangalia sura yake, uso wake. Mwili utafunikwa, lakini kichwa na shingo tutaiona. Nyie mnaenda kuaga nini? Kwenye mwili wa Temba, James Temba, mnakwenda kutoa heshima ya mwisho kwenye nini? Mnaenda kuaga shingo? Mtaenda kuaga kifua? Ni kwa nini mpaka sasa hamjaenda kutafuta kichwa cha mwanafunzi mwenzenu ambao mwili wake umepatikana kwenye mto Msimbazi, Dar es Salaam? Mtakubali kuaga shingo? Mnaenda kuaga mwili wa mwanafunzi mwenzenu. Nyi wasomi wa vyuo vikuu mnaenda kuaga mwili ambao hauna kichwa. Itakuwa ni huzuni sana, na imekuwa ni trendi kubwa sana ya wanafunzi kuuawa. Mei mwaka 2023 Dodoma aliuawa Nusra Abdalla Hassan, mwanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM. Wanafunzi wa UDOM walikaa kimya. Arusha juzi, mwanafunzi wa Open University Arusha ametekwa, mpaka sasa hajulikani alipo. Wanafunzi mpo kimya. Wanafunzi mtachezewa mpaka lini? Na mmekaa kimya. Mna rais wa TAHLISO. Rais wa TAHLISO leo yuko na bize na taasisi ya mama asemewe. Mwanafunzi mwenzenu amekatwa kichwa. Kazi ya TAHLISO ni kusimamia maslahi ya wanafunzi. Mpaka sasa hawajatoa hata taarifa kwa umma, wala hawajakemea. Kwa sababu gani? Kazi yake ni kukushinda Ikulu, kulamba matako ya viongozi. Hajasema chochote mpaka sasa.
mnategemea nani atawasemea? Je, hapo IFM mmeongoza sana kwa kuchagua makada wa Chama cha Mapinduzi kuwa marais wa vyuo, mawaziri wa serikali ya wanafunzi. Je, wamechukua hatua gani hizi kwa maslahi makubwa? Kama wao wapo karibu na serikali, mpaka sasa wamechukua hatua gani? Mna rais Kibaka na Bubu hawezi kuwasemea. Mna rais wa wanafunzi Kibaka na Bubu hawezi kuwasemea. Mna rais wa TAHIRISO hawezi kuwasaidia chochote wanafunzi, yuko busy na mama asemewe. Yaani yeye ni msemaji wa serikali haramu ya Samia. Alibariki mauaji ya tarehe 29 na sasa anabariki mauaji ya mwanafunzi mwenzenu. Mpaka sasa kazi ya TAHIRISO ni kutetea maslahi ya wanafunzi. Mpaka sasa amekaa kimya. Nyie ni wasomi wa vyuo vikuu. Nyie ni wasomi wa vyuo vikuu. Mpo chuo IFM, mwenzenu anakatwa kichwa, hakipatikani, mmekaa kimya. Mwanafunzi wa shule ya msingi afanye nini? Mwanafunzi wa chekechea afanye nini? Kama nyie ndio wanafunzi wa vyuo vikuu, mwenzenu anakatwa kichwa, mmekaa kimya. Mwanafunzi wa chekechea na shule ya msingi afanye nini? Au aige nini kutoka kwenu? Kuanzia sasa nilitegemea mtakuwa mpo ndani ya mto Msimbazi mkitafuta kichwa cha mwanafunzi mwenzenu, mkiishinikiza serikali haraka iwezekanavyo iwatambue waliotekeleza tukio hilo chanzo, kwa sababu James Temba alikuwa na simu, alikuwa na mawasiliano. Kwa hiyo kuna simu za mwisho aliwasiliana nazo, nani alikuwa anamfuatilia, nani alikuwa anamtafuta. Mpaka sasa itakiwa tuwe tumeshajua. Mkisubiri uchunguzi wa jeshi la polisi, mmepoteza haki ya James Temba, mmepoteza haki ya mwanafunzi mwenzenu. Itakuwa imetoka kama kifo cha Akwilini aliyopigwa risasi na jeshi la polisi, mpaka sasa hakuna aliyechukuliwa hatua. Itakuwa kama kifo cha Nasra Dodoma, mpaka sasa hakuna aliyechukuliwa hatua. Mwanafunzi mwenzenu ametekwa Arusha, mpaka sasa hakuna aliyechukuliwa hatua. Leo James Temba, mnakwenda kuaga shingo wanafunzi wa vyuo vikuu, mnakwenda kuaga shingo ya mwanafunzi mwenzenu. Hamjui kichwa chake kiko wapi. Tutatengeneza taifa la namna gani? Nyie ndio wasomi, mnaenda kuaga shingo ya mwenzenu. Kama mnanisikiliza, share video hii kwenye magrupu yote ya vyuo vikuu. Tutafakari kwa kina. Mnakubali kuendelea kuuawa nyie wanafunzi wa vyuo vikuu? Mtakubali kuendelea kuaga shingo za wenzenu kama ishara ya mwisho? Hakuna sura wala kichwa, mnaenda kuaga shingo ya wanafunzi mwenzenu? Mtaendelea kunyamaza? Lazima wote tusimame, twende tukaitafute haki ya James Temba. Lazima muwajibishe viongozi wa serikali ya wanafunzi ambao mwanafunzi mwenzenu akipata shida hawachukui hatua yoyote. Kuanzia rais wenu wa TAHIRISO Kibaka hana msaada wowote kwa wanafunzi wenu.